Iran imefanya mashambulizi katika maeneo ya viwanda nchini Israel kwa mara ya tatu, na IDF inachunguza kushindwa kuzuia kombora lililopiga Neot, makazi ya dampo la Somkali pamoja na kusababisha uharibifu. Iran ilirusha makombora manne kuelekea kaskazini na kusini mwa Israel siku ya Jumapili, huko kombora moja likipiga eneo la viwanda, wakati Jamhuri ya Kiislamu ikiharibu miundombinu muhimu katika falme za Kiarabu kama Bahrain pamoja na Kuwait. Kombora lililorushwa kuelekea Israel lilipiga eneo la viwanda la Neot kusini mwa Beersheba Jumapili alasiri. Lakini pia jeshi la anga la Israel limesema kuwa kombora la ballistic lilikuwa ni bomu dogo na majaribio ya kuzuia yalifanyika, lakini ulinzi wa anga ulishindwa kuzuia. Jeshi la anga linaendelea na uchunguzi wa tukio hilo kufuatia mashambulizi haya ya Iran. Kombora la pili lililorushwa kuelekea kusini muda mfupi baadaye linadhaniwa kuwa lilizuiliwa kulingana na tathmini ya IDF. Zaidi ya makombora 500 ya ballistic yamerushwa kutoka Iran kuelekea Israel tangu kuanza kwa vita, na shambulio la Jumapili lilikuwa mara ya tatu kwa eneo la viwanda vya Neot kupigwa tangu kuanza kwa vita. Wazimamoto wamesema hakuna uvujaji wa vifaa hatari kutokana na shambulio hilo, na kwamba kombora lilipiga eneo la wazi ndani ya eneo hilo, huku wimbi la mshtuko na vipande vya kombora vikisikika vikisababisha uharibifu mdogo kwa jengo la viwanda. Eneo hilo la viwanda lipo dampo la taka zenye sumu kali, na mwezi uliopita kipande cha kombora la ballistic kilirushwa kutoka Iran kilipiga kiwanda cha kemikali cha Neot na kusababisha moto mkali na kuibua wasiwasi wa uvujaji wa kemikali hatari. Na mapema Jumapili makombora yalirushwa kuelekea kaskazini na kusini mwa Israel na kusababisha maelfu ya watu kukimbilia kwenye makazi salama katika siku ya usiku. Kaskazini mwa Israel lengo tena hii leo majira ya saa 4 asubuhi. Wakati wa mashambulizi hayo, waziri wa ulinzi wa Israel Katz alionya kuwa Irani italipa gharama kubwa na miundombinu yake ya taifa itaanguka ikiwa itaendelea kurusha makombora kuelekea Israel.